Mkasa wa mipaka ya jinsia na unafiki. Nilimzaba kibao mama mkwe wangu mbele ya mume wangu. Kisha nikawafukuza wote wawili nje ya nyumba. Hata wapige mlango na kulia kwa kiasi gani, sikujali hata kidogo. Nilikataa kufungua mlango. Si kwamba mimi ni mkatili, ni kwa sababu tu alivuka kila mpaka. Mwanzo wa mgogoro. Siku ya pili tu baada ya mama yangu kufika kukaa nasi, mume wangu Loki alichukua mto wake na kuhamia chumba cha kusomea bila kusema neno. Alitoa kisingizio dhaifu kuhusu mipaka ya jinsia, akidai kuwa haifai kuishi chini ya paa moja kwa ukaribu. Tangu wakati huo, aliamua kujitenga na nyumba yetu ikawa ya baridi na yenye upweke. Mama yangu alipika kwa uangalifu jikoni, lakini mume wangu hakuwahi kujumuika nasi kwa chakula. Mama yangu alipotazama TV kwa utulivu sebuleni, yeye alijifungia chumbani kwake mara moja. Kwa miezi miwili mizima, jinsi alivyokuwa akimkwepa mama yangu ilikuwa kama anakimbia mkosi au laana fulani. Aliendelea kuweka umbali wa baridi. Maumivu ya mama. Siku ambayo mama yangu alikuwa akiondoka, ndipo tu macho yake yalipokuwa mekundu na kujaa machozi. Hakuwahi kulalamika wala kusema kuhusu maumivu yake. Hakutoa neno hata moja la lawama. Alinifinya mkono wangu kwa upole, kisha akaelekea kijijini kwao. Moyo wangu ulijaa huzuni na kukata tamaa, lakini sikuweza kufanya lolote kubadili hali hiyo. Unafiki wa Loki. Wiki moja tu baadaye, mama mkwe wangu, Lou Gillen, alitokea akiwa na sanduku kubwa la nguo. Loki Napi, ambaye alikuwa baridi na mwenye kujiweka mbali, ghafla alibadilisha tabia yake yote. Alimshika mkono mama yake kwa nguvu na kusema, "Mama, kaa hapa muda wowote unaotaka. Unaweza kuishi hapa milele." Kuona mabadiliko haya makubwa katika tabia yake, nilihisi ubaridi wa barafu ndani ya moyo wangu. Maumivu yote niliyokuwa nimeyaficha yalilipuka. Sikusema neno. Kimya kimya nilikata tiketi ya treni ya mwendo kasi na kufunga sanduku langu kwa siri. Loki aliona sanduku langu kwa bahati mbaya na tabasamu lake likatoweka. Alinitazama kwa kuchanganyikiwa na kuuliza, "Unakwenda wapi? Pati 2 inakuja." Tunaendelea kuleta burudani huko YouTube channel na pia hapa TikTok. Karibu YouTube kwa miendelezo mipya. Ukweli wa moyoni. Nilimtazama moja kwa moja machoni, nikiwa na tabasamu hafifu la dhihaka midomoni mwangu. Nilisema kwa sauti ya upole, "Kinyota, unakumbuka hili? Mipaka ya jinsia, ile sheria uliyokuwa ukihubiri kila mara." Wakati mama yangu alipokuja kututembelea hapo awali, sanduku lake lilikuwa limejaa pomoni. Hakukuwa na nafasi hata ya inchi moja. Lilijaa mboga mbichi za msimu zilizochumwa moja kwa moja kutoka bustanini kwake, pamoja na vyakula vyote vya nyumbani vyenye viungo ambavyo nimevipenda tangu utotoni. Mama yangu kila mara alikuwa akimjali binti yake aliye mbali na nyumbani. Alitaka kuleta kila kitu kizuri kutoka kijijini kwao. Mwanzoni Loki alikuwa mstaarabu na mpole, akijifanya kuwa na fadhili na heshima. Sikuwahi kufikiria kuwa ukarimu huo wa bandia ungedumu kwa siku moja tu. Usiku uliofuata, nilitoka bafuni baada ya kuoga na kumwona amesimama mlangoni mwa chumba cha kulala akiwa na mto wake. Alionekana mwenye wasiwasi na mwenye kuharibika. "Unafanya nini?" niliuliza. Alisema kwa sauti ya dhati, "Kinyota, haifai kwa mama mkwe wangu kukaa hapa. Mipaka ya jinsia lazima izingatiwe. Ni sahihi tu kuweka umbali unaostahili." Dharau ya wazi. Niliganda pale nilipokuwa nimesimama, nikiwa nimeshtuka kabisa. Alitaka kujitenga na mwanamke ambaye kila mara alikuwa amempenda na kumjali kama mwanawe wa kumzaa. Tangu siku hiyo, ukimya mzito na wa ajabu ulitawala nyumba yetu. Mama yangu alitumia masaa mengi kupika milo kamili, lakini yeye kila mara alitoa visingizio vya kutokula, akidai anafanya kazi muda wa ziada. Mama yangu alipokuwa akipumzika sebuleni, yeye alipita bila hata kumtazama. Hakutoa hata salamu rahisi. Mama yangu alimhurumia na kwa wema akamfulia nguo zake, lakini yeye alizichukua nguo hizo kwa siri kutoka kwenye kamba na kuzifua upya zote. Nilimkabili, "Kwa nini ufike mbali kiasi hiki?" Alisema, "Kinyota anazeeka. Nguo zake haziko safi vya kutosha. Zinahitaji kufuliwa kwa kina zaidi." Kwa bahati mbaya, mama yangu alisikia kila neno.
Je, unapenda simulizi fupi kama hizi? Karibu YouTube ufurahie. Nilimzaba kibao mama mkwe wangu mbele ya mume wangu. Kisha nikawafukuza wote wawili nje ya nyumba.